Yes, atasalamiane baadaye. Basi wacha nichukue nafasi hii kwanza nishukuru Askofu Robert Langat na wale pastors wote viongozi wa kanisa ambao wametengeneza mkutano wa leo. Mkutano wa leo ni ibada, na hii ibada ya kuchanga pesa ya kusaidia makanisa yetu, na wasi tuheshimu kanisa, na wasi wananchi wenzangu tuheshimu kanisa na tuheshimu watumishi wa Mungu ambao tuko nao siku ya leo. Mambo ya siasa tutafanya huko nje baada ya ibada. Ni kweli si kweli? Si bado tuko kanisani? Si bado tuko kanisani? Kwa hivyo Bishop Langat na pastors wa area hii ambao wametengeneza hii hafla na viongozi wa Kericho County ambao wamesaidia siku ya leo kufana, wakiongozwa na leader of majority huyu Haron Cheruyot, na washukuru sana kwa sababu kanisa ni nguzo ya jamii. The church is a pillar for a stable society. Na tusifanyie mambo ya Mungu mzaha, kwa sababu baada ya mambo mengi haya tunafanya, hata sisi viongozi, hata wananchi, bado tuko na safari. Tukitoka duniani tuko na safari ya kwenda mbinguni, na kwa hivyo tunashukuru kanisa kwa kutulisha kiroho. Tumesikia vile askofu wetu ametuambia tufanye kazi kwa bidii, na ile mali tutapata tuweke hazina kwa sababu ya kesho, na baadaye ametuambia tutoe ile ambayo tumepata, tutoe kwa moyo wote, na tusikubali ya kwamba mali ya dunia itutenganishe sisi na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo huyu bishop wetu ametulisha kiroho vizuri, hata yeye tunasema ni fire. Bishop Langat ni fire, si fire? Ya pili niseme ya kwamba mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa viongozi wenu, na vile vile nimeleta hapa salamu za rais wetu Mheshimiwa William Samuel Ruto. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu ya rais? Rais ni fire, si fire? Aendelea siendelee? Nataka kwa ufupi niseme ya kwamba Mheshimiwa Rais William Ruto ametuongoza sasa kwa huu ndio mwaka wa 4, na kuna hatua ambayo tumefanya kama serikali chini ya uongozi wa Rais Ruto katika kuboresha masuala ya wananchi hapa katika taifa letu la Kenya. Jambo la kwanza, 2022 siku ile rais alikuwa anaapishwa, mahali uchumi wa Kenya ulikuwa sio mahali huko saa hii, kwa sababu tunajua ya kwamba wananchi wengi walikuwa wamelalamikia bei ya unga, na mahali bei ya unga ilikuwa 2022 sio mahali iko saa hii. Ni kweli si kweli? Vile vile mnajua ya kwamba siku ile rais amechukua usukani, bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000. Leo mbolea kilo 50 sio 7,000, sio 6,000, sio 4,000, sio 3,000, ni shilingi 2,500. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na bei ya mbolea imeteremshwa isaidie mkulima wa kawaida hapa Kericho, hapa Sigwet-Soin, ndio apate nafuu, hawe ana uwezo wa kununua fertilizer, ndio tuzalishe chakula ya kutosha, tulishe taifa letu la Kenya, na mkulima aweke pesa mfukoni. Vile vile mnajua mambo yetu ya uchumi, kuna ile inaitwa mfumuko wa bei, inflation ilikuwa 9.6%. Vile bei ya bidhaa inaongezeka kila mwezi,
9.6% in 2022. Rais ameteremsha sasa, by December last year hiyo inflation ilikuwa 9.6%, ni 4.5% na inaendelea kuteremka. Pesa ya Kenya haikuwa na nguvu. Wale ambao wanaleta bidhaa kutoka nje ndio wauze katika ile mali tunanunua huku Kericho na huku Sondu, huku madukani. Hiyo bidhaa inatoka ng'ambo, wenye uleta kutoka China na nchi zingine, na wanatumia shilingi ya Marekani, dola. Na 2022 dola ilikuwa ghali sana kwa sababu shilingi ya Kenya haikuwa na nguvu. Ulikuwa unahitaji shilingi ya Kenya 165 ndio upatiwe dola moja. Lakini sasa kupitia sera na mabadiliko ambayo rais ameleta ya kiuchumi, shilingi ya Kenya imeimarika. Sasa ile dola ya Marekani ilikuwa 165 Kenya shillings, ni 129 Kenya shillings for the last 2 years. Dola ama shilingi ya Kenya imepata nguvu dhidi ya dola ya Marekani. Na kwa sababu hiyo ndio tunaambia rais aendelee kutuboreshea uchumi, ili uchumi wa Kenya upate nguvu zaidi na wananchi wapate pesa na mali zaidi. Mnajua ya kwamba 2022 Kenya iliorodheshwa kama nchi namba 8 katika ukubwa wa uchumi wetu. Rais Ruto ametutoa kutoka namba 8. Tumepita nchi zingine 2 katika miaka mitatu ambayo imepita. Tumepita nchi ya Ethiopia, uchumi wa Kenya umepita nchi ya Angola, na sasa Kenya ndio uchumi namba 6 barani Afrika, na tunaendelea kusonga mpaka tufike namba 5, namba 4, namba 3, namba 2, namba 1. Tuko safarini tukielekea hapo. Na kwa sababu Rais Ruto anaendelea kupanua uchumi, ameteremsha bei ya mbolea na ameboresha shilingi ya Kenya imepata nguvu zaidi, tunasema yeye ni fire. Ni fire, si fire? Aendelea siendelee? Rais Ruto aendelea siendelee? Wacha nione wale wanasema Rais Ruto aendelee. Jameni, jambo la pili, kwa sababu nimeongea mambo ya uchumi, niongee mambo ya kilimo. Leo tunajua ya kwamba tumezalisha mahindi kuliko vile tulikuwa tunazalisha 2022. In 2022 tulivuna kama taifa la Kenya mahindi gunia milioni 44. 2022 we harvested 44 million bags. Last year tumevuna magunia karibu milioni 70 million bags of maize were harvested last year. Mambo ya miwa, ile miwa tulikuwa tunazalisha 2022 ilikuwa 472 million tons. Sasa mwaka uliopita hiyo miwa ambayo tumezalisha imetoka 472 metric tons. Sasa tuko 815 metric tons, na tunasonga mbele. Hivi karibuni hatutahitaji kuleta sukari kutoka nje ya Kenya kwa sababu tutakuwa na sukari ya kutosha. We used to have a big deficit of sugar. That deficit has been closed. We now have reduced sugar imports by 70%. Ile pesa tumepata kutoka kwa majani chai imetoka 138 billion in 2022, sasa imefika 215 billion by last year. Bei ya kahawa kilo moja ilikuwa shilingi 70 2022. Sasa hivi 120, 130, 140, 150, 160 shillings per kilo. Bei ya kahawa imeongezeka. Na mimi nimeshukuru viongozi wenu wamesema mumeshauriana, mnataka hii eneo hiwe ni mahali pa kukuza kahawa na miwa. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo hiyo ombi ambao mmeomba kupitia Senator Haron Cheruiyot
na MP wenu, mimi nitahakikisha kwamba mmepata mbegu za kutosha ya kahawa, mbegu ya kutosha ya miwa, ili mzalishe miwa na kahawa, mtengeneze mali vile Robert Langat Bishop wetu alituambia. Tufanye kazi na mikono yetu, tupande kahawa, tupande miwa, tupate pesa, na tukipata pesa tusikule yote, tuweke hazina, na ile ingine tupeane tithe kanisani. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Jambo la tatu ni mambo ya ajira ya vijana wetu. Rais Ruto ameendelea kututengenezea namna mbalimbali za kuleta ajira kwa vijana wetu. Mnajua ya kwamba hii program ya kujenga manyumba na masoko na mambo ya hostels ya wanafunzi inaendelea Kenya nzima. Lakini sio tu nyumba tunajengea wananchi, sio tu masoko tunajengea wakulima na wanabiashara. Hiyo program ya affordable housing inasaidia kuongeza nafasi ya kazi kwa vijana wetu. The affordable housing program is not just about housing, it's not about markets only, it's not about hostels for students, it is also about creating jobs for our young people. Na already vijana 1,530 wameajiriwa katika affordable housing, katika market, katika hostels. Wanafanya kazi kama mason, kama plumber, kama architect, kama engineer, kama electrician, na kama watu wa kufanya kazi ya mkono. Mimi nimesikia viongozi wengine wakisema ati watatupilia mbali program ya housing, program ya market. Ukitupilia mbali hiyo program, unahatarisha nafasi ya kazi 1,530 ambao sasa hivi wanafanya kazi katika affordable housing. Na bado tunataka hiyo affordable housing na hostels ifikishe 1 million young people working in currently 300,000 to 1 million young people. Vile vile tuko na program ingine inaitwa Kazi Majuu. Nyinyi mmesikia Kazi Majuu? Sisi tunasema kazi ni kazi. Kazi ikipatikana kwa mjengo ni kazi. Kazi ikipatikana ya engineer ni kazi. Kazi ikipatikana ya walimu, kama wale walimu tunaandika, ni kazi. Lakini pia kazi ikipatikana majuu kule ng'ambo, pia hiyo ni kazi. Already tumetuma zaidi ya vijana 1,560 wametoka Kenya, wameenda ng'ambo. 560,000 young people as of today are working abroad. We want by the end of the year hiyo namba iongezeke ifike 1 million jobs. Tukitengeneza 1 million jobs ng'ambo, tutengeneze 1 million jobs mtandaoni hapa, tutengeneze 1 million jobs kupitia affordable housing, kupitia market, we will have reached 3 million young people enabled by this government to get jobs. Vile vile tunajua tunaandika walimu. Already tumeajiri walimu 1,100 katika miaka mitatu. Hakuna serikali ingine imeajiri walimu 1,100 katika muda wa miaka mitatu. Hapo awali kila mwaka serikali ya Kenya ilikuwa inaajiri
walimu 4,000 ama 5,000 kwa mwaka. Na sisi tukaona tukiongozwa na Rais Ruto, tukiendelea na hiyo speed, vijana wengi wamesomea taalima ya walimu watakaa nyumbani na watoto wetu hawatakuwa na walimu wa kutosha. Sasa tukiendelea na 5,000 teachers per year, it will take us 20 years to employ 100,000 teachers. Tukafupisha in 3 years kazi ambayo ingechukua 20 years. Rais Ruto ameajiri 100,000 teachers na bado tunaendelea, hatujamaliza hiyo maneno. Kwa hivyo wale ni vijana ambao wako na certificates, tunawatafutia kazi ya maofisi. Wale wanajua ufundi, tunawatafutia kazi ya ujenzi wa manyumba na masoko. Wale wanajua mambo ya kompyuta, tunawatafutia kazi mtandaoni. Wale wanataka kufanya kazi nje ya nchi, tunawawezesha. Tumeweka bilateral labor agreement, ndio wakienda huko wasiteseke wakiwa ng'ambo, wao wamelindwa na kisheria. Na vile vile tumehakikisha kwamba cartels ambao zilikuwa zinajifanya ni recruitment agencies tumeondoa. Na jambo la tatu, ndio hiyo kazi majuu ifanikiwe, tumesema wewe ikiwa kijana ukipata nafasi kwenda nje na hauna pesa ya kununua tiketi ya ndege ama kuchukua passport, enda kwa Youth Enterprise Fund wakupatie kaloni kidogo, ununue ticket, upate passport, uende ng'ambo, utafute pesa, utume nyumbani, na baada ya miaka chache ukipata pesa ya kutosha urudi, tuendelee kujenga taifa letu la Kenya. Hiyo yote ni programs ya kutafutia vijana nafasi ya kazi. Mwisho kabisa tuko na program ya Nyota. Sio vijana wote wako na degree na diploma. Sio vijana wote wataenda ng'ambo. Sio vijana wote watafanya kazi ya mtandao. Kuna vijana hawakupita form 4, lakini wakipata support ya biashara watatafuta mali kupitia hiyo talanta ya biashara. Ndio tunaendelea kutafuta vijana. Tumeanza na vijana 70 kutoka kila ward ya taifa la Kenya. Na hao vijana tunawaambia watafute biashara. Tunawapatia 50,000 grant, sio loan, grant for free by the government of Kenya. Ndio waanze biashara. Vijana 70 kila wodi katika taifa letu la Kenya wanapewa shilingi 50,000 ndio wafanye biashara, kwa sababu hapo ndio talanta yao iko. Na already hiyo program ya Nyota, kwa sababu iko na components zingine nyingi, iko na business support component, iko na skills development component, iko na component ya kuwatafutia tenders hao vijana kwa serikali. In total hiyo program ya Nyota itafikia vijana 8,800,000, 820,000 young people. Na Rais Ruto amesema kwa sababu awamu ya kwanza hii ambayo tunataka kusaidia vijana 820,000 tumesaidiwa na World Bank, lakini tunataka tuongezee pesa ya Kenya, ndio hiyo vijana tutoe 800,000 tuweke 1.6 million young people ambao tutapatia usaidizi wa biashara. Mimi nawauliza hivi, katika hii miaka 5 ya kwanza ya Rais Ruto, mambo ya kutafutia vijana kazi na mahali ya kutafuta riziki kupitia affordable housing, markets and hostels, tufikisha 1 million jobs by December. Kupitia digital jobs, kazi mtandaoni, 1 million jobs. Kupitia kazi majuu, 1 million jobs. Kupitia Nyota, 1 or 2 million jobs. Hiyo ni kazi ama si kazi? Kwa hivyo sisi tuko na very comprehensive, deliberate program ya job creation. Na wale wamesoma tunawaandika, wengine polisi, wengine jeshi, wengine walimu. So you can also have another 500,000 young people absorbed in the public sector. So wale ambao wanasema ati watatatiza
maneno ya affordable housing, wajue wanapigana na program ya kutafutia vijana wa Kenya ajira. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mwenye anapigana na affordable housing, markets and hostels program, he is fighting against a program that has already created 530,000 jobs for young people, and by December it will have created 1 million jobs for young people. That is the program they want to destroy. Sijui kama tunaelewana. Wale wa kubomoa nimesikia pia wanataka wakimaliza kubomoa affordable housing watabomoa SHA. Hii program ya afya, munajua kabla ya 2022 hatukuwa na CHPs, community health promoters. Mwenye alileta program ya CHPs ambayo imeajiri wananchi zaidi ya 107,000, 107,000. Mwenye alileta ni Rais William Ruto. Sasa tuko na UHPs kutusaidia afya mashinani, na tukaleta bima ya afya ambayo inasimamiwa na SHA. Nyinyi mmesikia kwa mara ya kwanza hii dispensary yetu hii inaitwa aje? Hii ya Maemba. Hii dispensary governor wetu wa Kericho ametuambia last week hii dispensary imetumiwa 1.2 million shillings kwa hii dispensary. Na hiyo ni pesa imetumwa kutoka SHA kwa hii dispensary. Hapo zamani dispensary kama hii haingeweza kuhudumia wananchi kwa sababu hawakuwa na pesa ya kutafuta madawa na kutafuta vifaa. SHA na hii program ya Taifa Care ambao wale wakubomoa ati wamepanga kubomoa, wajue ya kwamba NHIF ile wanataka kurudisha ilikuwa inasaidia Wakenya 7.5 peke yao. The whole country NHIF ilikuwa inahudumia 7.5 million Kenyans. Today hii SHA ambayo wanataka kubomoa, wale watu wa kubomoa hawajengi manyumba, hawajengi masoko, hawajengi hostels, hawatafuti kazi, hawatafuti SHA, hawafanyi chochote. Kazi yao ni kubomoa. Wajue ya kwamba hii program ya Taifa Care inahudumia sasa hivi kufikia leo asubuhi wa Kenya milioni 29. 29 million Kenyans are benefiting from an insurance cover, a public insurance cover called SHA. Ati wanataka kurudisha NHIF ya watu milioni 7 au watu wengine wengi waangamie, wabaki hapo wakijitafutia mambo ambayo ni ya matibabu bila kupata suluhisho. So we are saying, good people, SHA iendelee isiendelee? SHA iendelee isiendelee? Affordable housing iendelee isiendelee? Mwisho kabisa, mambo ya masomo. Mambo ya masomo. Hii masomo, wakati Rais Ruto alikuwa anapiga campaign, kila mwananchi Kenya alikuwa anasema ile curriculum ya CBC inapatia wazazi mzigo mkubwa sana. Walikuwa wanatuambia tuondoe hiyo CBC. Rais akaweka jopo kazi, Presidential Working Party on Education Reforms. Sasa curriculum ya CBC iko sawa kwa sababu imetengenezwa na wataalamu wakisimamiwa na Rais Ruto. Wakati Rais anachukua usukani, hatukuwa na walimu zaidi ya 116,000. The needs in our teaching profession ilikuwa 116,000 teachers. Already in 3 years, 100,000 have been employed. Tumebakisha 16,000 na tutaweka hiyo 16,000 kabla ya next year. Hii elimu vile vile tumejenga 23,000 classrooms across Kenya. Tunajenga saa hizi 1,600 laboratories. Ndio wale wameenda grade 10
na wanataka laboratories, wapate shule ziko na laboratories. Nataka nimalizie kwa kusema ya kwamba hatutakubali elimu yetu ipate matatizo. Na mmesikia wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo ingine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Sijui kama tunaelewana jameni. And already I want to inform the naysayers, after the presidential directive, I have spoken to the Ministry of Education this morning. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini, about 50-something%, this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom. Tumebakisha 8%. We want this week tukamilisha hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report, ndio tuongee hiyo mambo ingine watoto wetu wakiwa shuleni. Kwa hivyo rais na sisi tuko na program ya kuboresha uchumi, ya kuboresha kilimo, ya kutengeneza kazi kwa vijana, ya kuongeza mambo ya ajira, na tuko na program ya kuboresha afya na pia maneno ya elimu. Na ndio tunasema kwa sababu ya hiyo kazi nzuri tuendelee kuwa pamoja. Rais hata ameweka gia ingine, tukienda mbele tunataka tutoe uchumi wa Kenya kutoka third world tupeleke first world economy in a single generation. And President Ruto has assured us, and we are clear that it is possible. Ndio unaona program ya mabarabara ambazo zilikwama 15 years, 20 years ago, tumerudisha contractors. Na ile barabara ambayo mmelilia hapa, huyu Kiptoyot amesema mambo ya hiyo barabara. Senator Keter amesema mambo ya barabara. Huyu Justice Kemei amesema mambo ya barabara. Hiyo barabara mahali imebakisha kwa sababu viongozi walikuwa wameenda waombe hiyo barabara ambayo imeshikanisha barabara mingi 82 kilometers. Mimi naenda kukuamua itangazwe katika wiki ambayo inakuja, ili hiyo barabara ipate contractor, ijengwe, wananchi wapate usafiri. Nifanye hiyo kazi? Nifanye hiyo kazi? Sio ndio kazi ya mtu ya mkono ya rais? Ya kusukuma maendeleo? Ya kusukuma mambo ya serikali? Mambo ya Kenya iende mbele? Ama mnataka ule mwingine wa kushindana na rais? Hiyo ndio mnataka? Kwa hivyo hiyo barabara mimi naenda kukuamua. Pia mbunge wa hapa amesema stima ya hapa haitoshi. Si mmesema stima hapa haitoshi? Niongezee pesa ya stima ya hii constituency. Wangapi wananituma niongezee pesa ya stima jameni? Kwa hivyo wewe mheshimiwa, hiyo maneno yote umesema, all the 20 projects ambao zimebaki, tukitoka hapa unitafute, niite waziri wa stima, PS wa stima, watoe pesa, hiyo stima iwekwe hapa Sigwait Soin, wananchi wapate mwangaza. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nikimalizia, mimi naotaka niseme ya kwamba kuna maneno nimeambiwa hapa na Bishop, na pia women rep wetu pia amerudia hiyo maneno. Amesema ya kwamba hawa pastors ambao wameunda hii hafla tuwatafutie motorbike ndio wahubiri neno wakiwa na mobility, na hata wale wengine labda ambao hawako hapa. Kwa hivyo mimi nataka nitangaze ya kwamba kupitia ombi la Bishop Langat na women rep wetu, mimi nitatafutia hawa mapastors motorbikes ndio watuhubirie na watufikie katika manyumba yetu. Vile vile viongozi wetu hapa, Governor Mutai na pia Senator Haron Cheruyot, na vile vile wale viongozi wengine wote wameomba ya kwamba
ati kwa sababu mdosi yangu ndio alinunua shamba ambayo ilijengwa hii hospitali, ati sasa mimi niendelee na hiyo kazi ya mdosi, nimsaidie kazi, ninunue hii kiwanja. Munasema hivyo ndio hii hospitali iwe na mahali kubwa ya kupanua vifaa vyake? Munataka ninunue hii shamba niendelee na ile kazi rais alikuwa ameanza? Kwa hivyo ninunue hii shamba? Wangapi wanasema tununue hii shamba? Very good. So wewe Kiptoyot na governor, mimi nitawatuma murudi hapa mulete pesa ya kununua hii kiwanja. Na vile vile governor amesema hata nikinunua kiwanja ati hiyo haitoshi. Ati anasema ofisi yangu ni kubwa. Ati hata nikinunua kiwanja pia nijenge maternity. Wamama hoye! Wamama hoye! Nijenge nisijenge? Nijenge nisijenge? Mbona ni wamama peke yao wanasema nijenge maternity? Mbona wanaume hamtaki wake wenu wakupate maternity? Mbona wanaume hawasemi tujenge maternity? Mbona ni akina mama peke yao wananiambia nijenge maternity? Kwani hiyo maternity ni nani wanafanya hiyo maneno? Si nyinyi wanaume? Hiyo biashara ni akina nani? Si ni nyinyi? Kwa hivyo tujenge maternity kwa sababu ya wazazi wetu, kwa sababu ya wake zetu na watoto wetu wa kike. Wangapi wanasema tufanye public participation? Bas, kwa hivyo governor, kwanza mimi nitatuma huyu leader of majority pesa ya kununua shamba. Pia nitatumana pesa ya kununua bodaboda ya pastors. Pia nitatumana baadaye tukinunua shamba pesa ndio tutafute contractor tujenge maternity, hawa kina mama wapate mahali safi na kufanya hiyo mambo ya kujenga familia. Tuendelee tusiendelee? Si nimesema pia hiyo barabara naenda kuharakisha? Bas, mimi najua ya kwamba pia hapa Kericho County tunangojea ile level 6 hospital ambaye tumepata pesa ya kujenga, ni mambo kidogo imebaki. Senator Aaron ameniambia mambo kidogo tu imebaki, ikikamilika tutaanza ujenzi wa Kericho level 6 hospital. Tuache kutuma watu wetu kule Eldoret na kule Kenyatta, tuwe na level 6 facility ya hospitali hapa Kericho. Mnajua ya kwamba vile vile tumeanza ujenzi wa kupanua barabara ya kutoka Rironi pale Limuru kupitia Nakuru kwenda Mau Summit. Hiyo barabara itasaidia watu ya Kericho ama haitasaidia? Inasaidia watu ya Kericho. Contractor ameanza kazi, tupanue iwe dual carriageway kutoka Limuru mpaka hapa Mau Summit. Na rais amesema ikifika Mau Summit itaendelea. Section moja itaenda pale Eldoret, iende Malaba, na ya pili itakuja hapa Kericho, iende Kisumu, iende mpaka Malaba. Vile vile mnajua ya kwamba katika miezi miwili ijayo Rais Ruto ataanzisha ujenzi wa reli ambayo iliachiwa kule Naivasha, ndiye ipitie pale Bomet, Narok, Bomet, ipitia Nyamira na iende mpaka Kisumu, na station moja ya hiyo SGR ama hiyo mtambo wa gari ya moshi, station moja itakuwa hapa Sondu. Mnataka tujenge reli, tujenge barabara, tusomeshe watoto, tutengeneze kilimo, tutengeneze afya, tutafutia vijana na nafasi ya kazi. Hiyo ndio kazi ambayo tunafanya kama serikali. Na kwa hivyo mwisho kabisa, kwa sababu nimeongea mambo ya kahawa na miwa, nimesikia mambo ya hiyo Technical Training Institute, wacha niende nipange mambo ya TTI ambao mmeomba ijengwe katika sehemu hii. Na vile vile niseme ya kwamba mambo ya Sondu tutamaliza.
Hii mambo ya Sondu tutamaliza, ndio county governments iwe zina collect revenue. Na mwisho kabisa, kupitia ombi la Mheshimiwa Aaron Cheruiyot, leader of majority, ati 4 term. Huyu Aaron ni 4 term. Aaron ni 4 term. Aaron ni 4 term. Aaron ni 4 term. Ni 4 term. Kwa hivyo huyo Aaron ni fire si fire. Ni noma si toma. Wacha nione 4 term ya Hala. Na nimesikia hapa kuna mambo mengine mnapangana na yeye. Huko mbele. Ati mnapangana na huyu Aaron. Hala. Kwa hivyo tuendelee kufanya kazi na Aaron. Tuendelee tusiendelee. Bas, mimi nitaendelea kufanya kazi na Aaron na viongozi wale wengine wenu wote. Hawa wote ni marafiki zangu. Hawa viongozi wote ni marafiki zangu. Huyu governor ni rafiki yangu. Huyu Keter ni rafiki yangu. Huyu Keter tumetoka mbali na yeye. Ile siku Rais Ruto alikuwa na kesi kule ICC. Safari ya kwanza mwaka wa 2009 wale tulienda Hague. Tulienda watu 5. Watu ngapi? Watu ngapi? Watu ngapi? Ni watano ama ni 4. Ilikuwa mimi nikiwa wakili, Kato Kigen akiwa wakili, na Ketera akiwa mtu ya mkono ya William Ruto. Lakini tukaambia rais angoje kwanza tufike ndio tuone kama wazungu wamempangia maneno hapo ya kumwaibisha. Tukaenda clear the way, alafu tukamwambia akuje, kwa sababu tulikuwa hatutaki afanywe mtego huko, akifika huko alafu wamfungie. Na leo tunashukuru Mungu, Rais Ruto alirudi na leo ndio rais wetu. Mimi kwanza wateja wangu wote wawili walikuwa marais. Uhuru Kenyatta akarudi akawa rais. William Ruto akarudi akawa rais. Kwa hivyo mimi nashukuru sana hiyo kazi. Na wewe ate mnasemaje? Ate mnasemaje? Mtaunga Rais Ruto mkono? Mtaunga Rais Ruto mkono? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto, salamu ya Rais William Ruto. Bas, kwa hivyo wacha tuachie hapo, tuchangie haya makanisa. Baadaye tu kidogo tu. Wacha tuchangie hii makanisa ndio tujue leo tumetoka hapa tumejenga hii makanisa 14. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Kuna pesa mmesanya kamati, kuna pesa mmesanya tutangaze. Ama nitangaze ile nimekuja naye. Kuna kamati mlichanga pesa ama tuanze saa hii tu? Haya, wacha niambiwa ni ngapi. Ni fire si fire. Ni noma si noma. Haya. Tujenge kanisa, tujijenge. Bas, kanisa semeni yenu. Semeni yenu kanisa. Nitangaze tu saa hii. Kwa ngapi? Excellent. Hebu sikizeni. Jameni, nyinyi wa Kristo mmefanya kazi kubwa sana kupitia pastors wetu already. Hao pastors na hizo congregations 14 zimetuletea shilingi 1.5 milioni 1.5 million. Tuendelee tusiendelee? Wapi makofi ya kanisa jameni? Mumesikia 1.5 million? Yes. Wenye kutoa ni hiyo makanisa 14. Vile vile tunaendelea na harambee. Mnajua niko na mdosi. Mnajua niko na mdosi? Si mnajua mimi lazima nieleze mdosi nikiitwa mahali nimwambie nimeenda. Wakati nakuja hapa. Wakati nimekuja hapa. Nimetumwa. Ngoja. Tafadhali tutulie hapo kidogo. Wewe. Wewe no ambia hao vijana watulie. Tafadhali. Wewe no. Tafadhali please. Wewe no ambia hao vijana watulie.
tuendelee tusiendelee? So hiyo ni 1.4 million, lakini wakati nilikuja hapa nilipigia mdosi yangu simu nikamwambia nakuja hapa Maemba na nakuja Soin, na amenituma niseme nisiseme. Sema. Nitangaze nisangaze? Tangaza. Mbona mnaniangalia kama mnajua ni ngapi? Kwani mnajua ni ngapi? Kwani ni 1,100? Hapana. Ni 200? Bado. 300? Aongeze. Aongeze. Rais aongeze. Yes. Ni mtu ya area. Ni kiongozi wa taifa. Yes. Acheze kama yeye. Ifike 1,500. Ndio. Ifite. 700? Bado. 900? Bado. Milioni 1? Bado. Milioni 1.2? Bado. Milioni 1.5? Bado. 1,800? Bado. Na ikifika hapo mbele aongeze. Afanye hivyo. Yes. Afanye hivi. Kwa sababu yeye ni mtu ya Tutam. Ni mtu ya Tutam. Wacha nione wanasema rais afanye hivyo jamani. Sasa amecheza kama yeye na hata zaidi. Amecheza kama rais wa 2 term na hata zaidi. Kwa hivyo Rais Ruto amenituma na 3.5 million. Wewe. Rais Ruto ni fire si fire? Fire. Aendelee asiendelee? Aendelee. Wacha nione salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais. Na mimi, wewe mmesikia ya rais ni ngapi? Yes. 3.5 million. Si namna hiyo? Na kwa sababu mimi ni mtu ya hapa. Unajua mimi ni mtu, simesema mimi ni Arab Kindiki. Hata niko na relatives hapa Inamoi, wengine wako huko Kipchimchim, wengine wako pule Londiani, niko na relatives. Mahali familia yetu ilibarikiwa huku, mmoja wetu akapata network hapa. Sasa tuko na family huku, na my father-in-law alikuwa na several. Najua ni wale wazee wa zamani. Sasa iko Inamoi, ilikuwa headquarter hapo. Headquarter yake ilikuwa Inamoi, ako na ingine huko. Si mimi ni mtu ya nyumbani? Ndio. Si mimi ni mtu ya nyumbani? So mimi nauliza, kwa sababu mimi ni mtu yenu na pia nimeleta ujumbe wa rais, kuna haja mimi nitoe pesa? Iko haja? Yes. Hata kama mimi ni mtu yenu? Toa. Lazima nitoe? Hakuna msamaha? Hakuna? Hata kama nimeleta pesa ya rais? Ni sawa, nimekubali, mimi nitatoa yangu nisindikishe bosi yangu, lakini mnajua mimi ni deputy president, mimi sio president. Yes. So hata nikitoa 1,100 ni sawa. Ongeza kidogo. Umekataa? Niongeze 400,000, mtachukua 500, 700, 800, 900, milioni 1 mtachukua? Niongeze 1.5 million, 1.6, 1.7. Sasa ata niweke nini? Ati kwa sababu 2 term. Ata nifanye hivi? Yes. Nifanye hivi? Kwani wacha niwaulize. Gale hii? Hii maneno hii ya rais, hii ya 2 term. Kwani hata mimi niko kwa hesabu? Yes. Niko kwa hesabu? Uko ndani. Niko kwa hesabu? Yes. Hebu nione salamu. So mimi nimesikia na nimefanya vile mnataka. Mimi nitasindikisha rais na shilingi milioni 3. Thank you DJ. Asante sana. Haya, nyinyi mko na calculator? Si umesikia kanisa ilituletea 1.5. Rais akatuletea 3.5. DP mtu ya mkono ya rais akaleta 3. Tuendelee tusiendelee? Ama hiyo pesa imetosha? Pesa imetosha? Pesa imetosha?
Wacha sasa nimuite Aaron Cheruiyot, Senate Majority Leader, acheze kama yeye. DJ fanya hivi. Hiyo makofi tumepigia Deputy President imetosha kweli? Nataka niseme mtoke kwa hema wote mkuje tujae hapa. Kuja. DJ weka hiyo muziki. DJ weka hiyo muziki.